Unaweza kuwa unasoma vitabu 10, Mathayo ngapi, lakini sauti za maandiko tu. Ndani yako kuna roho nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama sasa hivi nawaambia, asilimia sasa hivi kubwa kanisa liko kwa ajili ya burudani. Kwa ajili ya nini? Kuna mziki maarufu leo tunaimba hapo. Watu na burudi kama umeenda disco, utoke na nyingine sasa ni la mafanikio. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni mchungaji anatafuta pesa akiwa anatumia uchawi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna yale ya kupeleka mbinguni, ya kusema kweli, ndio machache ya kusikia sauti ya Mungu. Hebu nikuulize, dunia nzima kuna watumishi. Ni sauti ya Mungu gani imesema watu wabatizwe kwa kikombe? Ipo? Kwa kisima? Kwa jina la mchungaji? Haya. Hebu angalieni wanavyosikiza mashetani. Si bora niwaambie? Maana wengine wajui, wanaiga. Yesu alijua yeye ni nani, amesikia sauti ya Mungu. Yohana ametumwa duniani kuja kubatiza, kaja kwa sauti ya Mungu, kabatize watu katika maji yanayotembea. Yesu naye akasikia sauti ya Mungu pale pale. Sasa leo hii imekuja sauti za wanadamu, wanataka ya kikombe, wanataka kujenga kwenye kasima kanisani huku. Wengine wanaingia kwenye dramu, wanaingia chui chui. Yaani hizi ndio sauti za wanadamu, wameangamia. Ni bora kufuata sauti ya Mwenyezi Mungu. Niwaambie ukweli, watu waipokee, wakaone mbele, ukainuliwe, ukawekwe huru, si kuja kuchoma moto hapa. Kuna sauti imepasuliwa kwenye nyumba ya konokono. Nene maisha yako vibaya. Nyosha mikono. Mimi namrudishia yeye. Mungu yeye amekubariki, lakini hazipo. Rudisha nyota yake kwanza, sikia sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu inaponya bure. Sikiliza. Sauti ya Mungu haisemi leta 2000. Sauti ya Mungu haisemi leta kuku. Sauti ya Mungu inasema rudisha nyota. Rudisha nyota ya binti huyu, rudisha uzazi wake, rudisha miili yake, rudisha nywele zake. Shangilia Bwana Yesu. Baba, ninakushukuru. Asante kwa jioni njema leo. Wewe ni Mungu. Asante kwa sauti yako. Asante kwa nguvu zako. Asante kwa neema yako. Nakiharibu kila sauti za majini za mashetani, sauti za miungu, sauti za kuzimu, nikizifarakanisha na wanadamu, nikizifarakanisha na viumbe vyote. Sauti za uchawi, sauti za mizimu, sauti za waganga, sauti za shida, sauti za mateso, nikizinyamazisha zote katika jina la Yesu. Baba, asante kwa ajili ya neno. Asante kwa muda huu. Kombo kaende kuwafundisha watoto wako, kuwajenga, ukiwafariji, ukiwatia moyo kwa ini wa juu. Neno lako likazidi kuwaweka huru. Utukufu ukurudiwe Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha somo, sikiliza sauti ya Mungu upate kuinuliwa. Sikiliza sauti ya Mungu, fanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Lakini sauti ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Sauti ya Mungu, Mungu mwenyewe anasema. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia sauti ya Mungu ilivyo na uwezo, ilitamka iwe usiku ikawa usiku, iwe mchana ikawa mchana, mpaka leo hii. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa uumbaji alisema na watokee wanyama na wadudu na mimea, ikatokea. Ni sauti ya Mungu hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini na jambo moja nataka ujifunze, likusaidie wewe. Bwana Yesu asifiwe. Maana siri hii ndio shetani haipendi, pale mtu anapoijua sauti ya Mungu na kuishikilia. Sasa shetani hapendagi watu waisikilize sauti ya Mungu ili akawaangamize. Bwana Yesu asifiwe. Ziko namna nyingi nitakufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Na imekuwa ni rahisi sana watu kuisikiliza sauti ya shetani, sauti ya mizimu, sauti ya majini, sauti ya mpinga Kristo. Lakini pale inapokuja sauti ya Mungu, watu hawataki kuisikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma katika kitabu cha Kutoka 3 mstari wa 1 hadi wa 10. Bwana Yesu asifiwe. Tutaona jinsi Musa alivyoisikiliza sauti ya Mungu na nini kilitokea. Bwana Yesu asifiwe. Basi huyo Musa alikuwa akichunga kundi la Yethro, mkwewe kuhani wa Midiani. Akaliongoza
kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama, na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kilikuwa hakikuteketea. Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti, akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapa unaposimama ni nchi takatifu. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake, kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Bwana akasema, hakika nimeona, sikiliza, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana najua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkaanani na Mhiti na Mwamori na Mperizi na Mhivi na Myebusi. Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikilia, tena nimeona hayo mateso ambayo Wamisri wanawatesa. Haya basi, nitakutuma sasa kwa Farao, ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Bwana Yesu asifiwe. Ninaelezea kwa ufupi kwanza ilikuwaje Musa aliitwa na Mungu. Alikutana na Mungu akiwa anachunga kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Akaja kwa njia ya kijiti. Mungu akamwambia avue viatu, yani ajitakase. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa baada ya kuangalia pale, Mungu akaanza kumwambia mambo ambayo anataka akafanye kwa wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana? Na Musa akayasikiliza. Haleluya. Akamwambia kwamba nitaenda kuwatoa. Lakini sasa anamwambia Musa, alafu anamwambia nakutuma kwa Farao ule ujumbe. Kwa hiyo ni sauti ya Mungu. Musa akaisikiza, akaenda. Bwana Yesu asifiwe. Mnanielewa watoto wa Mungu? Lakini Musa wakati amekwenda na alikutana na Mungu, lakini Musa kwanza aliogopa. Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu alikuwa hajazoea. Haleluya. Kwa hiyo sasa shetani hapendagi sana mtu anapomsikiliza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Biblia utaona wana wa Israeli walivyotolewa Misri. Bwana Yesu asifiwe. Saa nyingine wanadamu walikuwa wakimkatisha Musa tamaa ya kwenda kwa Farao. Bwana Yesu asifiwe. Saa nyingine ilikuwa ni maroho yanamkatisha tamaa, maroho ya uoga, maroho ya hofu. Bwana Yesu asifiwe. Japo Musa alikaa kwa Farao, hata akaua mtu kule akaondoka. Lakini Mungu alipomtuma na kuambia, vyote vilinyamaza wala kuulizwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka tujifunze jambo limoja. Ukiangalia Musa mpaka amefika mbali, na kila eneo ni Mungu alikuwa akimwambia, watu walifanikiwa, watu waliinuliwa. Na Musa aliinuliwa kwa sababu alikuwa anasikia sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapoitwa na Mungu, Bwana Yesu asifiwe, naomba mnisikilize. Unapoitwa na Mungu sio lazima uwe mhubiri. Mungu anaweza kuita kuokoka. Kuna sauti nyingi zinakuambia usiokoke. Bwana Yesu asifiwe. Labda ni mkulima, labda ni mfanyabiashara. Mungu amekuita ukawe mfanyabiashara, lakini kuna sauti mbalimbali za hofu na mashaka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hizo sauti inatakiwa uzikatae, usikilize sauti ya Mungu, utaona Mungu akikunyanyua. Haleluya. Hiyo ndio shida. Bwana Yesu asifiwe. Lakini naomba ngoja tusome tena kidogo. Haleluya. Hii kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Kuhusu kusikia sauti ya Mungu. Toka 14, 13, 16. Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema hivi. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo. Kwa maana hao wa Misri mliowaona leo, hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtajamaza kimya. Bwana akamwambia Musa, sikiliza, mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Nawe inua fimbo yako, ukanyoshe mkono wako juu ya bahari na kuigawa,
nao wana wa Israeli watapita katikati ya bahari katika nchi kavu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uelewe tena nguvu ya sauti ya Mungu. Musa akaambiwa, wewe nyanyua fimbo pale baharini. Sauti ya nani hiyo? Alafu akawaambia, waambie watauona wokovu leo. Kama leo ninavyokuambia utauona ushindi leo. Nataka uelewe. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu wanafikiri ni nguvu za Musa. Hapana. Musa akaambiwa nyanyua fimbo na akatii. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapoambiwa kitu na Mungu, utakiwe una hofu, utakiwe una mashaka, utakiwe usite. Maana unaposita ile nguvu ya imani inaondoka, unabaki box, unabaki hewa. Bwana Yesu asifiwe. Unatakiwa uamini sauti ya Mungu akikwambia kitu. Nataka nikufundishe uelewe. Bwana Yesu asifiwe. Musa akanyanyua fimbo hivi, bahari kwa hiyo bahari inatii sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sijui mnanielewa. Sasa sisi wanadamu asilimia kubwa imekuwa shida kumsikiliza Mungu. Nitasoma tena Kutoka 17 mstari wa 6 na wa 7. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza tena, Mungu anasema, tazama, ili sauti yangu, tazama nitasimama mbele yako juu ya lile jabali katika Horebu. Nawe utalipiga jabali na maji yatatoka, watu wapate kunywa. Musa akafanya hivyo mbele ya wazee wa Israeli. Akapaita mahali pale jina lake Masa na Meriba kwa sababu ya mateso ya wana wa Israeli, na kwa sababu walimjaribu Bwana wakisema, je, Bwana yu katikati yetu au sivyo? Ilifika mahali wana wa Israeli, sikiliza na kufundisha, wana kiu ya maji. Bwana Yesu asifiwe. Mungu, sikiza, Musa anasikia sauti ya Mungu, akaambiwa gonga hapo, si ndio? Akagonga, maji yakatoka, wakanywa maji. Unaona mtiririzo wa mtumishi wa Mungu Musa. Wana wa Israeli walikuwa wanasikia sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hawakusikiliza wote. Lakini nataka nikufundishe jambo kuhusu sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Utasoma tena mwenyewe kitabu cha Mwanzo 12:1-4. Pale utaona wakati Mungu anamuita baba yetu Ibrahim. Sikiliza, nenda katika nchi, utoke huko kwa baba yako ukalitumikie, ni nchi ya ugenini. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu alisikiliza sauti ya Mungu. Hakusita mpaka leo ni baba wa mataifa. Unapoisikia sauti ya Mungu kuna baraka tele katika maisha yako. Ila unapoikataa kuna laana tele. Jamani vipi? Si tunaelewana? Laana nyingine si wachawi, laana nyingine ni kutokuisikia sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Ibrahim anatoka kwa baba yake, alikuwa ni tajiri. Ndugu zake anamwambia, kwa Mungu gani huyo usiende? Lakini Ibrahimu alikataa kusikiliza sauti za wanadamu. Alisikiliza sauti ya Mungu huyo na Mungu akamtoa. Na wewe unatakiwa usikie sauti ya Mungu, achane na za wanadamu, Mungu atakutoa. Umesikia? Nitakupa mfano. Mungu aliponiita kuhusu kuja kumtumikia, nilikuwa Serengeti. Bwana Yesu asifiwe. Tena naendesha gari. Mungu anasema na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Nilisema ndio. Basi. Ndio haya mnaona kuna makanisa, ndio maana mnaona mnabarikiwa. Nilisikiliza sauti ile. Lakini unaposikiza sauti ya Mungu, nikwambie, shetani apendagi, atakuletea watu au mashetani usikilize sauti nyingine ili lile kusudi la Mungu lisitoke. Kwa hiyo nakutia moyo wewe ambaye unaambiwa usiokoke, wewe okoka, sikiza sauti ya Mungu. Maana hata kuna makanisa yanasema msiokoke. Mimi nashangaa, hayasikizi sauti ya Mungu. Achana nayo hayo. Umenielewa watoto wa Mungu? Umeumba usikize sauti ya Mungu ili ukapate kufanikiwa. Sauti ya Mungu ina nguvu, sauti ya Mungu ina uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Sauti ya Mungu ina mamlaka, anasema watashindana naye hawatakuweza. Lakini kama umemsikia Mungu akishindana na wewe, wataporomoka tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna watu wengine wana viburi, hata Mungu asemaje hawasikii. Unajua kuna aina mbili. Kuna kusikia sauti ya Mungu na kuitii. Watu wengi wanaisikia, hawaitii. Jamani vipi? Tunaelewa? Kwani hamsikiagi neno la kweli? Lakini wachache wanalisikia na kulitii.
Sasa wale wanaolitii wanabarikiwa, wale ambao hawaitii wanaisikiliza watabaki wakikauka, kuna laana juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Unaelewa watoto wa Mungu? Nitakufundisha kidogo. Usipoitii sauti ya Mungu, mwingine anasema mtu mmoja, nitaijuaje sauti ya Mungu? Hili neno lote si sauti ya Mungu. Haleluya. Ngoja tuendelee. Unajua kila mtu ana uelewa wake. Mwingine haelewi, mwingine anaenda hivi anaelewa kidogo, mwingine anaelewa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ninaamini mtaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Nitakufundisha kwa mifano mingi. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 2:15-16, ngoja nitasoma hapo. Utaona Adam na Eva waliambiwa hivi, msile tunda la mti ule. Sikuisikia sauti ya Mungu, si ndio? Lakini hawakuisikia sauti ya Mungu. Mwanzo 2:15-16. Sikiliza. Anasema hivi, Bwana Mungu akamtoa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Edeni, alime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani wake kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa kabisa. Si unaona sauti ya Mungu? Lakini ukiendelea mbele, Mwanzo 3:15-10-14, akasema, nalisikia sauti yako bustani, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekuambia kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Adamu akasema, huyo mwanamke ulinipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo, nikala. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hili ulilolifanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Bwana Mungu akamwambia, nyoka, kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni, na kwa tumbo lako utakwenda na kwa mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Unaona tena sauti ya Mungu inawaambia kwamba msile tunda hilo, si ndio? Lakini wakala. Sasa kwa nini walikula? Shetani naye akaja akaongea na Eva hapo kule. Kwa hiyo wakaacha kusikiza sauti ya Mungu, wakasikiza sauti ya nini? Shetani. Sasa unapoacha kusikiliza, tujifunze sauti ya Mungu, ukasikiza sauti nyingine, unaangamia. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunaelewana? Unafanyaje? Na usipoisikia sauti ya Mungu umelaaniwa. Unaweza ukawa ni mtu wa kuteseka bila unashangaa kwa nini unateseka. Sababu ni kumeamua kutokuisikia sauti ya nani? Sitafurahi unakuja kanisani lakini huelewi maana ya kusikia sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nitakupa mfano mmoja mimi. Nilipoitwa nikamtumikie Mungu, kuna mambo aliniambia na nimeyasikiliza mpaka leo. Lakini walishakuja wanadamu wakitaka nisiyasikilize. Mimi niliwaweka pembeni, nikaacha hata salamu nao, lakini nasikia sauti ya nani? Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu na yeye alikataa kusikiza sauti za ndugu zake. Unaondoka nyumbani ya baba yake ya miungu, akasema na Mungu peke yake, na alinyanyuliwa sana. Mpaka leo ni mmoja wa 24. Na sisi wote tukapewa kwamba ndiye baba yetu. Bwana Yesu asifiwe. Zimetoka baraka nyingi sana mpaka kwa uzao wetu, kwa sababu anamsikiliza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa jambo kubwa zaidi, usipomsikiliza Mungu, maisha yako yataharibika. Mungu huwezi kumuona, sikiliza kweli ya Mungu. Mimi sauti Mungu ameniambia, kawahubiri watu kweli, usiseme uongo. Hiyo ndio sauti ya Mungu. Ukianza kusema uongo nalaaniwa. Lakini I am sorry, mimi sisikilizaji huko. Unajua nakutaka kutia moyo. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia, Bwana Yesu asifiwe, Maria alikubali kusikiliza sauti ya Mungu kwamba utamzaa mtoto, si ndio? Mtoto akatokea. Jamani vipi? Lakini wewe unaweza kaambia utabarikiwa, unasema mimi
Mungu ananiona mimi ni tajiri. Jamani vipi? Mimi wa kuolewa jamani. Na umri wote huu. Si unaona? Jamani vipi? Yaani mimi kweli nitakuwaga mchungaji mimi. Unaona kweli? Mfano vitu kama hivyo. Mimi nitapata degree. Mimi kweli kwa tutajosomaga. Wakati sauti ya Mungu utapata. Sijui mnanielewa watoto wa Mungu. Sauti ya Mungu inasema utaishi. Mimi wakufa tu jamani. Jamani vipi? Sijui unanielewa. Sasa nataka ujifunze kukataa sauti ya mashetani. Maana sauti unavyoisikiliza ina nguvu yake ya kuharibu maisha yako. Kama ni ya shetani. Sasa au ya wanadamu. Wanadamu wana tabia kukatisha wanadamu tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Sijui unanielewa. Ngoja sikiliza. Elizabeth na yeye anakuja kupewa ujumbe, utambeba mtoto ambaye akamzaa Yohana. Alikubali na ikatokea, au sio jamani? Lakini nataka tuelewe tena. Samsoni aliambiwa sauti ya Mungu, usiseme asili ya siri ya nguvu zako, si ndio? Aliposema aliangamia. Aliacha kusikia sauti ya Mungu. Anakuja kwa mama Sarai, mke wa Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Anaambiwa utazaa. Yule mama kwanza alikataa. Mimi jamani, miaka yote hii tena kama wengine leo hii hapa. Kwa jamba lako na vitu hivyo, si ndio? Lakini ilitokea, au sio? Sasa sauti ya Mungu ikija lazima ifanye jambo kwa mtu. Lakini kuna watu wanaikataa kata. Yaani imekuwa rahisi watu kusikiza sauti ya shetani. Yesu mwenyewe, sikiliza, nataka nikufundishe. Yesu amesikia sauti ya baba yake. Amekuja duniani, utakufa, akasema nitakufa. Wakasema hata fufuka huyo. Unasikia sauti ya wanadamu. Kama wewe wanasema hutakuwa mtu wewe, lakini nakwambia sikia sauti ya Mungu, utakuwa mtu. Wanasema hutawezekana upone, mimi nakwambia sauti ya Mungu utapona. Wanasema umechanganyikiwa, mimi nakwambia kwa sauti ya Mungu hujachanganyikiwa. Wanasema wewe utakimbia mji wewe nakwambia kwa sauti ya Mungu watakimbia, wewe unabaki pale pale. Nataka nikutie moyo. Bwana Yesu asifiwe. Sijui unaelewa. Sijui ngoja nielewe. Lakini Yesu, na kuna shida nyingine tena. Kama ni mtumishi wa Mungu, unapoitwa na Mungu, mara nyingi kuna vitu vinakujaga. Anza kwa Yesu. Yesu alipoitwa alikuwa katoto kadogo hivi. Ameenda kanisani, si ndio? Na kulikuwa kuna watumishi ambao ndio Mafarisayo na Masadukayo. Kwa lugha ya Kiswahili wachungaji, walimu, wainjilisti. Labda uelewe hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakamwambiaje? Wewe haiwezekani, unasikia sauti za wanadamu. Wewe haiwezekani, eti ndio Masia, haiwezekani. Unaona sauti za wanadamu. Yesu alisikia sauti ya Mungu tu. Alipenya, alisonga mbele. Na wewe inawezekana Mungu amekuita. Bwana Yesu asifiwe. Labda umtumikie. Watakujaga Mafarisayo na Masadukayo kukukosoa. Mimi nachokuambia, usiwasikilize wao, sikiliza sauti ya Mungu aliyosema na wewe kwanza. Unasikia kuokoka, Mafarisayo na Masadukayo kuambia umechanganyika, tutakutenga. Sikiliza ya Mungu kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Katoto kadogo Yesu kanatuambia nini? Eti kanendo kafalme wa ulimwengu. Katika jina la Yesu leo ni mfalme wa falme. Nataka nikutie moyo kuhusu sauti ya Mungu. Sikiliza sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alijua yeye ni nani, amesikia sauti ya Mungu. Yohana ametumwa duniani kuja kubatiza. Kaja kwa sauti ya Mungu, kabatize watu katika maji yanayotembea. Yesu naye akasikia sauti ya Mungu pale pale. Sasa leo hii imekuja sauti za wanadamu. Wanataka ya kikombe, wanataka kujenga kwenye kasima kanisani huku. Wengine wanaingia kwenye dramu, wanaingia chui. Yaani hizi ndio sauti za wanadamu, wameangamia. Ni bora kufuata sauti ya Mwenyezi Mungu. Niwaambie ukweli, watu waipokee, wakaone mbele, ukainuliwe, ukawekwe huru, si kuja kuchomwa moto hapa. Kuna laana watu wanatembeana, haijalishi kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Vipi jamani? Ndio maana tumelogoa. Sauti ya Mungu hatusiki.
Mtoto mdogo ndo aweke wakfu. Unamleta mwezi wa 12 ameshamaliza la 7. Tena bila aibu, sauti ya mashetani, mapokeo wanadamu haya. Nimekuja kuwekwa, unamlazimisha Yesu kusikia sauti za wanadamu. Haiwezekani. Sasa na wazazi wamezaliwa wamewaiwa kusikiza sauti ya shetani. Lakini hawajui mapokeo ya wanadamu ni sauti za nani? Shetani. Sijui mnaelewa? Ngoja turudi. Ayubu mesoma habari zake, si ndio? Alimsikiliza Mungu. Alifanyaje? Japo mali zilikwisha, mpaka mke wake anamwambia achana na huyo Mungu, alikataa. Wewe umeokoka, unaambiwa achana okoka, unaacha wokovu, unasikiza mashetani. Simpo wengi tu. Nini jamani? Alafu unataka uinuliwe. Unataka ufanyaje? Utaisoma namba, watainuka wengine. Bwana Yesu asifiwe. Mali zikaishwa, kila kitu kikaondoka. Mungu akasema usiguse tu roho yake. Na kuambia jamaa jasikilizaga shetani. Hata kama majipu yametoka, ametoboka, baadaye Mungu akamnyanyua juu. Nataka muelewe maana ya kusikiza sauti ya Mungu. Sasa ukisikia sauti ya Mungu, unatakiwa unainyenyekea pia. Unafanyaje? Ngoja tuangalie mfano mwingine. Daudi wakati anaenda kumpiga Goliati, simeshasoma habari hiyo. Wameshindwa kabisa, wakasema jitu likubwa hili. Bwana Yesu asifiwe. Anataka kwenda kumpiga, ndugu yake anamwambia, "Unaenda nini wewe, rudi huko." Yaani Daudi alikataa hata kusikia sauti ya ndugu yake. Yeye Daudi ameshasikia sauti ya Mungu, kampige yule. Haijalishi ni mdogo, na akampiga. Lakini anakwenda bado Sauli anamwambia, "Wewe kijana mdogo utauawa." Alikataa, akasikia sauti ya Mungu na akapewa ruhusa, akapiga kitu. Leo ni akawa mfalme baadaye. Sijui mnanielewa? Sikiza sauti ya Mungu. Sasa shetani anachotakaga, Mungu ana baraka zako na maisha yako aliyoandaa. Anachokifanyaga ni kukuletea usisikie sauti ya Mungu ili uporomoke. Ndio maana watu wengi wanakuwa wamechoka wasikie sauti ya Mungu. Jamani vipi? Tunaelewana jamani? Mimi nashangaa sana. Watu wengi wanapenda kuiza sauti ya mashetani. Hii maombezi ya kuleta pesa si sauti ya Mungu, ni sauti ya mashetani. Sema amen. Amen. Sauti ya Mungu inasema ponya bure, nimekupa bure. Wa 10,000 njooni hapa mbele. Sauti ya Mungu inasema hapa ni madhabahuni pake, sio sokoni. Lakini watu wanasikia sauti ya Mungu hawaitii. Sauti ya shetani wanaisikia na kuinyenyekea. Lazima ipindulie. Muisikie sauti ya Mungu, mkapate kubarikiwa, mkapate kuinuliwa, baraka zenu zikainuliwe, sadaka zenu zikasikike na Mungu, au sio? Tunaelewa watoto wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Nikapita kwenye majaribu fulani. Mara naletewa pesa niache kuhubiri. Nyingi. Mara marafiki wanakuja wananishauri na kuambia, nilivunja uhusiano na marafiki, mpaka wachungaji walikuwa wananiambia mambo ya kijinga. Niliweka hapa mbele. Na wewe nakufundisha, umetakiwa kuokoka, okoka, usisikize ndugu wanasema nini. Wanakutukana, usiwasikilize. Sasa watu wengi wakisikia vitu ndio wanarudi nyuma. Wao wafuate sauti ya Mungu wako, waje nyuma. Lakini pia mnaweza kwa watu wengine wameokoka. Unavookoka wanakukebei. Wanafanyaje? Yaani wanajiona kama wao ndio namba 1 ya kuokoka. Wanakuona kama wewe ni takataka. Achana nao. Hata Yesu alionekana takataka kwa Mafarisayo, lakini ni Bwana wa mabwana, mfalme wa falme. Sijui mnanielewa watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ikaja Yusufu, amewekwa gerezani. Kwanza ndugu zake wamemtupa, si ndio? Haya, mke wa Potifa anamwambia wazini, si ndio? Yeye alikataa, akasikiza sauti ya nani? Mungu. Akawekwa gerezani. Mungu akamnyanyua, amekuwa nani? Waziri. Sikiliza sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana watoto wa Mungu? Sasa sauti ya Mungu sio ya kubahatisha. Sauti ya Mungu ni kweli. Sauti ya Mungu matunda yake yapo. Bwana Yesu asifiwe. Naelewa watoto wa Mungu?
Ukisoma Biblia habari ya Samson na Delila, Delila ilitumika kumfanya Samson asisikize sauti ya Mungu, akaimwaga yote, akaporomoka, au sio? Kwa hiyo napenda kufundisha kwamba sauti ya mwanadamu ambayo inapinga kusudi la Mungu usisikilize. Umenielewa? Au inayopinga jambo ambalo Mungu amekufanya uwe nalo. Umesikia? Lakini ni rahisi sana watu kuisikiliza dunia hii. Sauti ya Mungu, Yesu amekuja aokoe watu. Lakini utashangaa kuna makanisa sema ukiokoka wanakutenga. Hao wote wanasikiliza sauti ya shetani. Wako kwenye tayari majina ya kuchoma moto. Huo ndio ukweli, usifiche fiche kitu. Mimi Mungu aliniambia hivi, nitakutuma kwa mataifa, watakuja watu mbalimbali kwenye kanisa hilo. Nilikuwa nawaambia tukiwa kule, jamani hamuyoni? Ninawaambia nchi hii itakuwa na mandege na matreni, inawezekana. Hamuoni? Ni mtoto wangu, tunakwenda pamoja. Baraka alizonipa zitashuka na kwako wewe. Ulinzi alionipa kwangu utashika na kwako wewe pia. Neema ile itatembea na wewe vile vile, hapana kuogopa. Wakimtikisa baba yako, watatikiswa wenyewe. Sasa simama, twende mbele. Usiwe wa kutikiswa. Na shetani anamuogopaga sana mtu aliyesikia sauti ya Mungu, kwa sababu anasikiaga muda ule, anajua nini kitakwenda kutokea. Kwa hiyo anakuonea wivu. Hapo mwanzoni shetani alikuwa anamsikiza Mungu sana. Alipoacha kumsikiliza, chini katushwa. Ama sivyo? Shetani alisikiza akawa nyenyekee. Inawezekana na wewe hapo unakuja kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini watu wengi wanapoa moto wa wokovu? Mtu akiokoka mwanzoni, akosi ibada, akosi maombi, yanaanza mamizimu, kwenye mawazo usiende leo. Bila sababu. Vipi? Kwenye kwaya moto, kesho kuta, mimi nalala. Umemsikiliza nani? Sasa kwa nini usiporomoke? Wewe umeshaingia kwenye kuchochewa moto. Baada ya kuchochea moto, unarudi tena nyinyi. Shetani tena sana anakufinyangia chini, anakupigia kilachi. Chui. Bwana Yesu asifiwe. Sijui mnanielewa. Sasa nampenda mjue sauti ya Mungu ina nguvu yake, inayetembea na wale wanaoikubali na inawajua. Haleluya. Na ndio maana Biblia inasema hivi, Yesu anawajua kondoo wake, maana kondoo wake wanaisikia sauti. Lakini katika kondoo kwake akosekanagi mchungaji wa mbuzi kuja kuwafanya wasisikilize sauti. Atakuwa ni mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hao wanaopishana sauti ya Mungu waendelee tu, wao wataendelea kuvunjiliwa mbali. Sauti ya Mungu inavunja. Sauti ya Mungu inaharibu. Ukisikiaga tu radi unakimbia ndani. Unafanyaje? Sasa amjui tu mengine. Kama imeambia jua mchana uwe safrani, usiku safrani. Na inafanya. Sari uzunguke kitu ambacho akibebeki kiko angani. Hebu wewe nyanyuka hivi, tembea angani hapa kama unaweza hivi. Ruka. Vipi? Ruka tu ili angalia kama moja. Bwana Yesu asifiwe. Au utasema sitaweka ndege mafuta. Kwani wakili kampa nani? Ikiisha hazidondokaje? Lakini Mungu akisema utafika. Lakini ukiisikia ukaikataa sauti yake, naye anaachana na wewe. Umesikia watoto wa Mungu? Zifuata sheria za Mungu. Simama imara. Ukiishika sauti yake. Watu wengi sana wanapokuwa kwanza na Mungu anasema na mambo mengi sana na wao. Lakini baadaye wanabadilika. Wanaanza mahofu, wanasita, wanarudi nyuma. Shetani hapo anakuchochea tayari ya kwake, unashuka kweli. Sio kila kitu wachawi. Wananifunga. Nikuulize, unasikia sauti ya Mungu? Amka usiku, baridi. Unapiga kiblangeti. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana jamani?
Mimi unapoisikia sauti ya Mungu utafaidika maradufu. Sawa sawa. Sauti ya Mungu itakufanya ufaidike maradufu. Na shetani anayeogopa sauti ya Mungu, inaweza kawa ni mtumishi anaongea, lakini ile sauti inakuwa ni ya majini au ya mapepo. Kwani unapoenda kwa mganga, si wanasomaga dua, si ndio? Si majini anaambiwa mkamfyeke, mkammalize, anakwe. Lakini ukikaa na Mungu, mimi nakwambia, akija ya ile sauti inayapiga moto. Sauti ya Mungu hainunuliwi, ya mashetani inanunuliwa, ya majini inanunuliwa, si ndio? Lakini sauti ya Mungu hata wafanye nini, yenyewe iko juu ya sauti zote. Hata shetani yeye aliumbwa kwa sauti hiyo ya Mungu, si ndio? Lakini hayo tusitaki kujua, maana ule mwisho wataenda kumshughulikia kisawasawa, japo hata sasa anashughulikiwa. Haleluya. Sasa kuna watu pia wanateseka sauti za majini. Nenda kamtese yule, katese mali zake, katese tumbo lake, katese nyota yake, katese familia yake, na zinakuja kweli zinafungua. Lakini nataka tukwenda kuomba, sauti ya Mungu nitaituma ikaondoa yote. Lakini na wewe ukubali sauti ya Mungu. Unaweza kuwa unasoma vitabu 10, Mathayo ngapi, lakini sauti za maandiko tu, ndani yako kuna roho nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama sasa hivi nawaambia, asilimia sasa hivi kubwa kanisa liko kwa ajili ya burudani. Kwa ajili ya nini? Kuna mziki maarufu leo tunaimba hapo, watu na burudi kama umeenda disco, utoke na nyingine sasa ni la mafanikio. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni mchungaji anatafuta pesa akiwa anatumia uchawi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna yale ya kupeleka mbinguni, ya kusema kweli, ndio machache ya kusikia sauti ya Mungu. Hebu nikuulize, dunia nzima kuna watumishi, ni sauti ya Mungu gani imesema watu wabatizwe kwa kikombe? Ipo? Kwa kisima? Kwa jina la mchungaji? Haya, hebu angalieni wanavyosikiza mashetani. Si bora niwaambie? Maana wengine wajui, wanaiga. Ndio wale wanaambiwa utachomwa na Biblia yako na Ukristo wako ukaa kanisani, kumbe we ni pepo. Lakini unasema mimi si pepo. Umesikiza sauti ya Mungu? Sasa na waliotangulia wanajiita wene sisi wazee wa Injili. Mimi nakwambia kuna mzee wa Injili Bwana Yesu, hakuna. Umenielewa? Bwana Yesu asifiwe. Na wewe simama. Mimi nimesimama imara, sisikilizage sauti zao. Iwe ni wazazi, iwe ni watu ambao nimepita, wananieleza mambo ya ajabu. Mimi sitaki urafiki na mtu ambaye ananifanya nisisikilize kile Mungu alichoniambia. Tena anipotee, anisahau, aishie never. Mbele kwa mbele. Anakuletea usiku wewe usije kukutana na Mwenyezi Mungu. Anakuletea usiku ukuje kuteseka. Sikiliza sauti ya Mungu. Inakwenda na wewe, utapita kila mahali, utakwenda, watabaki wanakauka tu unakwenda. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana watoto wa Mungu? Tunaelewana wa mama, wa dada, watoto? Sikiliza sauti ya Mungu. Kwenye maisha yako sauti ya Mungu inapokaa inajenga muhimili imara. Lakini ukianza kusikiliza sauti za wanadamu, za mashetani, maisha yako yataporomoka. Jamani vipi? Tunaelewana? Inakuwaje mtu yuko rahisi kwenda kuzunguka kwenye kaburi? Turu. Sauti za nani hao? Mizimu Toka umezaliwa umesikiza sauti ngapi? Umeshazifuta? Umeshaziambia uziachane na wewe? Basi ziko. Bwana Yesu asifiwe. Na hata ukiombewa usizani kwamba utakuja kuambiwa tena. Umesikia? Ilifika mahali Yesu anasema anaongea kwamba yeye ni Masihi wa Mungu. Wakataka kumtupa kwenye korongo. Alipita katikati yao. Ile sauti ya Mungu inampitisha tu. Na mimi nakwambia watashangaa unapita tu. Hata kama walikutangulia, kwa Mungu kuna neema. Daudi alikuwa katoto kadogo, umesikia? Walikuwepo wafalme, lakini walikuwa kuna kitu kinawaambia, usikubali unamtishatisha. Usikubali. Unatakiwa una kiwanda, Mungu anataka una kiwanda. Wewe wanakuambia, una ujuzi gani utafilisika? Sikiliza sauti ya Mungu. Amesema utakuwa na mali, amesema utakuwa na mifugo na utakuwa nayo. Haleluya.
Amesema utakuwa mwimbaji. Wewe unaanza, naoga mbele za watu, sauti za nani? Amenituma niwaeleze ukweli na sitakaa nibadilike. Umenielewa? Na anayepigana Mungu ameshaniambia atakuwa anampiga tu. Na ndio sauti ya Mungu. Na nyie kanisa langu na watoto wangu, anayekufuatilia kichawi na mashetani ataendelea kupigwa tu. Anayehangaika na maisha yako ataendelea kupigwa tu. Jeshi la mbinguni limeshaambiwa oda hiyo hairudi. Mtakwenda kuvuka mwaka, nasema. Mtakwenda kuwa na Christmas njema, nimeshasema. Sauti ya Mungu hiyo. Kuna watu wametupiwa madeni, bado sijafika. Sauti ya Mungu itaenda kuyaondoa yote. Ni nguvu. Hivi nikuulize, Yesu anapita akiponya, ilikuwa ni nini? Sauti inatoka kwenye mdomo, mapepo yanatoka, viete wanatembea, vilema wanatembea. Lakini pia kuna sauti ya shetani. Mtaipimaje? Mmeshawafundisha mambo mengi. Mama, leta ng'ombe ufunguliwe, au achana nao. Sijui kwenye nyumba yako kila mmoja atoe 10,000 mpaka huyo kwenye mimba uliobeba. Bwana, hao ni wachawi. Awe ni mtume, awe ni nabii, awe ni mwalimu, awe ni mwinjilisti. Huo ndio ukweli. Mimi sijui watu watasema nini. Wanadanganya watu, wanabatiza watu na vikombe na madramu. Sio sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na wengi watapigwa. Shetani anasema, mlinisikiliza mimi kamuhia, mlinisikiliza kamuhia. Piga kinanda niwapigie. Shetani atasema, mlibatizwa na kikombe, mlisikiliza mimi kamuhia. Mlibarikiwa wakubwa kamuhia. Mlibatizwa kwenye kisima, sauti ya shetani hiyo jogu. Alafu tunakwambia nimeishika kweli imani yangu. Shetani anakuambia kamuhia, tendo kachomo moto straight kule. Lazima nikwambie. Na watu wanaisomea sauti na uaminifu. Baba yetu uliye mbinguni. Hata shetani ana kabingu kake hapa juu. Na yeye anatoaga riziki zake. Magonjwa na mafuru na mateso na kupigwa usiku na majini ndio riziki hizo. Bwana Yesu asifiwe. Inakuwaje? Shetani ana nguvu, sauti yake ina nguvu kuliko kanisa. Hapa haitaweza. Kanisa hili liko sauti ya Mungu. Kama unakali hapa uchawi, wacha. Ulikuwa unabatisha kule, hapa umeingia penyewe. Uwe surrender tu. Yesu hataki kupata hasara. Mimi umekuja hapa nataka iwe faida kwa Yesu. Mbingu ishangilie, kufurahie. Sikiliza sauti ya Mungu. Itakwenda kufanya maombezi. Bwana Yesu asifiwe. Pia ziko sauti za mashetani, za majini, za matatizo. Nataka zikuhame kabisa. Zinatumwaga, zinaelekezwa, maana ni nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Mmenielewa watoto wa Mungu? Umesikia? Unaweza ukashauriwa vibaya, yakatae. Bwana Yesu asifiwe. Mnaelewa watoto wa Mungu? Utajitenga na sauti za mashetani, za majini, za mapepo. Ziondoke na nguvu zake. Sauti ya Mungu litakapoomba itashuka na maisha yako. Maana sauti ya Mungu haishirikiana na sauti ya shetani. Wewe kuna mambo umepitia huko, yapo yamekushikilia. Alafu unataka sauti ya Mungu ikae juu ya shetani. Haiwezekani. Amba sivyo jamani? Nataka pale mwanadamu anapingana na wewe, aanze kuona aibu mwenyewe. Na wataona aibu. Mimi nakwambia wataona aibu. Acha Mungu aitwe Mungu. Mimi baba yenu nimeitwa majina mengi sana. Mimi nasikia sauti ya Mungu. Sikusikiliza hata kama una degree 40. Hainisaidii kitu, kwanza na kudharau sana. Namsikiliza Mwenyezi Mungu. Aliyeniumba ameniweka hapa duniani hii. Yesu anatishwa, lakini anemsikiliza Mungu. Amekufa, amefufuka. Ahadi ya Mungu lazima uisikilize hiyo hiyo. Umesikia? Lakini simaanishi kwamba unakufa, unapigwa, unasulubiwa. Hapana. Kuna baraka na neema za Mungu zishuke kwako.
Sasa shetani anachokifanya, watu wasikie sauti ya Mungu ili aibe maisha yao, na anaiba kweli kweli. Mwizi wa kwanza ni shetani, sio mwizi jambazi. Tena jambazi sugu, sio sugu kubwa, sugu. Bwana Yesu asifiwe. Na leo watoto wa Mungu, sijui wangapi mmenielewa kuhusu sauti. So umeshasikia mashauri mabaya, si ndio Achana na Mungu, si ndio? Wewe kanisani tu unasali kila wakati. Sauti za nani hizo jamani? Yaani wewe kufunga tu utatoboka tumbo wewe. Sauti za nani? Haleluya. Lakini pia kuna sauti za kiroho ambazo zinakuwa kwenye fikra. Jamani nifunge, ngoja nionje tu maji nikanywe kidogo. Nimechoka mimi. Na kuna sauti za kwenye ndotoni. Wakikushindwa wataweza kukutumia message. Unaweza kaota unasoma message kwenye simu, kumbe yale maneno umeelekezwa ni sauti ya kupeleka pengine. Bwana Yesu asifiwe. Unaelewa? Sasa unaweza kusikia sauti, Mungu amekuacha. Mungu amekuacha. Mungu amekuacha au unasikiliza sauti za mashetani? Sikiliza sauti ya nani? Atakubariki, atakuinua, atakuweka huru. Anasema atakustarisha na wafalme. Si kwamba utaenda ukawa na marais na manani, hapana. Utakuwa kwenye maisha ya juu. Lakini watu wengi wasikilize sauti za Mungu wanakuwa na maisha ya chini. Na sasa anaanza kuleta wivu. Unakuta mtu anabarikiwa, huyu anaanza kukuangalia jicho kama la kinyonga. Wewe mwambie utaniangalia sana, mimi nasikia sauti ya Mungu. Jamani vipi? Bwana Yesu asifiwe. Itakwenda kuombea. Sikiliza sauti ya Mungu. Usiyumbishe. Mungu akikwambia usifanye hivi, usifanye hivi. Usiwe kigeugeu. Na yeye atakuwa kigeugeu kwako. Bwana Yesu asifiwe. Sijui umenielewa? Namna gani? Leo nabii anasema, atuombe. Vipi? Sikiza sauti ya Mungu bwana. Hatetemeka mpaka mwisho. Nakuja kwako. Rafiki yangu, sikiza sauti ya Mungu. Yaani umba hapa Mungu ni sauti yake uwepo. Lakini kuna masauti ambayo yanafuatilia maisha yako. Sikiliza sauti. Sauti ya nani? Lakini si amekaa tu ametulia. Mwisho wenu mondoke sasa ndani yake. Wewe baba, wewe kwa nini? Kwa sababu hiyo nitaisoma namba. Unaweza ukakauka maisha yako. Unaweza ukaharibika. Ziko sauti zinazosema kwamba hata pesa asishike. Ziko sauti zinasema kwamba afya ikifika miaka 57. Sasa mimi naziambia mwisho aishi. Sauti ya Mungu inaleta kitu. Bwana Yesu asifiwe. Sauti ya Mungu inafanya nini? Ni cheo. Sauti ya Mungu inakiambia kije haraka na kinakufuata. Barua mara moja unaandikiwa, unaitwa. Sasa wengi wana sauti za kuletewa barua za madeni. Na si mpaka unazima. Una hela kulipa. Sikiliza sauti ya Mungu. Sasa pesa yenyewe inasikiza sauti ya Mungu. Inaambiwa nenda kwa Mariam. Inakuja. Mimi nakwambia zinakuja. Hazitakuja hivi. Utaona njia za kufanya pesa zije. Sikiliza sauti ya Mungu. Hata Mungu usitoe vile vilivyobakia makombo. Jamani, kwani ni uongo? Ile mbaya mbaya. Na utapata mbaya mbaya tu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ile ni upendo wako wewe na Mungu. Sadaka ni ibada yako. Umemtolea kadogo, kitafanya kaibada kadogo. Kubwa ibada itakuwa kubwa kwa maisha yako. Alafu wewe una furaha. Unaweza ukatoa ndogo hata shilingi 1, lakini Mungu akaipokea na moyo wako ukiwa msafi, mzuri. Si ndio?
Bwana Yesu asifiwe. Inaweza zikaja sauti za shetani kanisani. Labda wewe kazi yako unapenda kufagia, kufanya usafi, anakuja mtu anakuambia, "Na unajisikia sana wewe." Sauti ya nani? Unawahi kwenye mazoezi kila saa unakuja unaimba kwaya. Mwingine anakuja kuambia, sauti ya nani? Na unaisikiliza. Sikiliza sauti ya Mungu. Wewe unisema uniambii kitu hapa, mimi na Mungu tu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunaelewa na watoto wa Mungu. Nani ameshaambiwa? Na kuambia utafika popote. Nani ameshaambiwa kitu kama hicho? Asemi ndo nimeambiwa nyingi. Hivi sifiki popote, ndo naenda tu. Sasa uone sauti ya Mungu naenda tu. Wakisha kushindwa nasema ana nguvu nyingine huyo. Sasa je, si mna Yesu muibomoe? Yesu mwenyewe aliyowashwa ana nguvu nyingine huyu. Huyu ni Beelzebuli. Jamani, kama Yesu aliitwa Beelzebuli, simama imara. Sauti ya Mungu. Unapewa maonyo, unaikataa. Naye anakuacha. Mambo yanaharibika. Tunaelewana? Sauti ya sikiliza. Sasa watu wengi wanapenda kusikia sauti za wanadamu. Sauti ya mwanadamu iko hivi. Hapa si pastor. Haleluya. Wala kilaki. Nyosha mikono, Mungu anakwenda kubariki. Hallelujah Jesus. Nyosha mkono basi. Sasa tumenyosha, piga basi hallelujah. Bwana ameniona kweli. Haya, wale 50 wenye 40 waje mbele, ndio mnapenda mwisikie hiyo. Lakini si mmeisikia, utakauka kuliko mti. Jamani vipi? Tunajenga kanisa Harambee. Kama kanisa la Mungu atajenga na watu wake watafanya. Haleluya. Biblia inasema msiende kukopa benki, ni kanisa. Nenda benki, angalia mafomu ya makanisa yalivyojaa sauti za mapepo hizi. Maana shetani afanye kazi, anatumia mwanadamu, anaweka sauti yake, anaweka kitu chake. Bwana Yesu asifiwe. Na unaweza kuwa una kitu cha Mungu vile vile amekupa. Kama usikii, anaondoka, shetani anaendelea kusema hilo yanakutumia. Niliwaambia Tanzania wahubiri wengi watazimika. Hamjaona? Nikawaambia na wengine mtaona vifo vya ajabu. Hamjaosikia? Mungu yuko kazini. Yupo kazini. Lazima niambie. Kuweni makini nachowaambia. Naonaga ni ovyo ovyo. Utabaki kuonaga ovyo ovyo, lakini vinatokea. Haya ni maelekezo. Unajua kuna unabii na sauti ya Mungu imesema. Nachosikia, kuna mtu yuko hapa, anatoka damu sana, ni mnene, anatoka damu sana ikauke. Kuanzia sasa sauti ya Mungu ikaushe. Kesho ukija hakuna kitu na utoe shuhuda, umwambie Mungu asante. Umesikia? Figo ina shida, itapona. Una kazi, nasema sauti ya Mungu itafanya uwe na kazi. Lakini na wewe ubadilike. Si sauti ya Mungu inakuwa juu yako alafu unaacha. Naomba simama. Bwana Yesu asifiwe. Ili ujue dunia imeharibika. Tulikuwa tukiokoka zamani tunaambiwa tumetengwa, si ndio? Wanasikia sauti ya Mungu ya shetani. Sasa unang'ang'ania nini Biblia? Waachane nazo. Lakini na kwenye Biblia pia shetani anaijua. Haleluya. Lakini nakutia moyo. Nikisema usimame utasimama. Nikisema maisha yafunguke yatafunguka kwako. Nikisema kila silaha ikaharibika itakwenda kuharibika. Haleluya. Ila badilika, usikie sauti ya Mungu. Sema, Bwana Yesu, ninaomba toba na rehema. Naomba uandike jina langu kwenye kitabu chako cha uzima. Ninamkataa shetani na sauti zake zote, mafundisho ya uongo, mapokeo ya uongo, yote niliyopokea kwenye fahamu na kwenye moyo, imani potofu,
kinyume na wewe Mwenyezi Mungu, nazikataa, najitenga nazo. Vyakula hivyo najitapika katika ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, ninakataa sauti za waganga. Nilizisikia nikaenda kwa waganga. Nilisikia sauti za mizimu, nikaenda kwenye matambiko. Nilisikia sauti za kulogana, nikashiriki mairizi. Nazikataa katika jina la Yesu. Nazikataa sauti kwenye ndoto. Nazikataa hata nilizokiri na kusaini za kuzimu za kila eneo. Nazikataa katika jina la Yesu. Ninajua leo kuna ushindi. Sauti ya Mungu itakwenda kutembea na mimi, itakwenda kunifungua, nitakwenda kuishangilia. Nipe moyo imara wa kusikiliza sauti yako na kuiamini na kuikubali, na wewe Mungu ukiendelea kunifinyanga. Amen. Oh, hallelujah.